elimu iliyokuwa ya umuhimu kwa mwanamke wa kisalaf. Elimu ya tatu ni as-salah, ta'allum as-salah, kujifundisha kuswali. Kwa sababu gani kujifundisha kuswali? Biqaulihi tabaraka wa ta'ala, wa qawli yake Allah aliposema inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah amesema wa aqimis salata, simamisheni swala. Wa aqimis salah, nasimamisheni swala. Allah ametuambia kwenye Qur'an kuonesha kwamba kusimamisha swala ni jambo la wajibu. Na aya nyingi ambazo zinaamrisha watu kuswali. Na kwa sababu gani swala ndio sababu ya kukubaliwa Uislamu wa mtu? Mtume anasema al-ahdu alladhi bainana, tofauti iliyopo baina yetu sisi Waislamu wa bainahum, na baina ya makufar, as-salah, ni kuswali. Faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuacha kuswali amekufuru. Kwa hiyo elimu ya tatu ni swala. Elimu ya nne as-siyam, ta'allumu as-siyam, ta'allumu as-siyam, kujifundisha funga kama mlivyosoma hapa, kwa sababu funga ni nguzo min arkani as-siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mfaradhishwa kufunga kama alivyofaradhishwa kufunga waliopita kabla, ili mpate kuacha. Kwa hiyo mwanamke wa kisalaf lazima aisome funga Ramadhani, aijue. Kwa sababu ndiyo ambayo itapelekea yeye awe taqiya, awe mcha Mungu. Lakini vile vile taallumu ahkam al-hayd wa nifas, kujifundisha hukumu mbalimbali za hedhi na nifasi. Taallumu ahkam al-hayd wa nifas, kujifundisha hukumu za hedhi na nifasi. Ni muhimu sana ajifundishe ahkam za hedhi na nifasi, azifahamu, asiwe mjinga nazo. Ile mwanamke Muadha radhiyallahu anha alisema kumwambia Aisha, ya ummul mu'minin, ma balu al-haid, ana nini mwanamke mwenye hedhi, yu'maru biqada'i as-sawm. Pana sio hili. Taallumu ahkam al-hayd wa nifas, kujifundisha hukumu mbalimbali za hedhi na nifasi. Mwanamke wa kisalaf lazima ajifundishe, ajue ahkam za hedhi na nifasi. Dalili inayoonyesha ulazima wa kujifundisha ahkam za hedhi na nifasi, Allah tabaraka wa taala amesema kwenye Qur'an, anasemaje? Anasemaje? ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض, na wanakuuliza kuna hedhi. Qul huwa adhan, waambie hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa, bas jitengeni na wanawake fil mahidh, katika kipindi cha hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, na wala msiwakaribie mpaka watakapotoharika. Kuonesha kwamba kusoma ilmu ya haidh ni muhimu, kwa sababu Mtume anaambia wayasaluna, na watakapokuuliza
masahaba wako hao wanawake na wanaume, basi wewe waambie hedhi ni chafu. Wanatakiwa wanawake wasome, wajue hedhi ni nini, alama zake, hiyo damu ya hedhi koje, alama za damu ya nifasi koje, inapokuja hedhi yeye mwanamke anatakiwa ataamali nayo vipi hiyo haidhi na hiyo nifasi, ukomo wa hedhi au urefu wa hedhi ni siku ngapi, uchache wa hedhi ni siku ngapi, alama za kutoharika ni zipi. Na mfano wa hayo masaili mengi ya haidhi na nifasi, mwanamke wa kisalafi anatakiwa ajifundishe, yafahamu. Na mwisho kabisa taallum alhajj wal umra, taallum alumra wal hajj, kujifundisha umra na ibada hajj. Taallum alumra wal hajj, kujifundisha umra na hajj. Kwa sababu yani hajj ni katika arkanul islam, بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله mpaka mwisho wa hadithi. Tumeelewa mpaka hapo? Hizo jamaa hizo au hayo mambo ndio ahamu alulumi ala almar'ati as-salafiyya, ndio elimu za muhimu, ni miongoni mwa elimu za muhimu ambazo atakikana mwanamke wa kisalafi kujifundisha, hatta ta'budu Allah ala basira, paka amchi Allah, paka mwabudu Allah, hiyo ilmu. Hapo tunapata faida ya mwisho katika darasa yetu ya leo, ujubu ibadati llahi ala ilmin wa basira, wajibu wa kumwabudu Allah juu ya ilmu na utambuzi. ujubu ibadati llahi ta'ala ala ilmin wa basira, wajibu wa kufanyaje, wa kumwabudu Allah tabarak wa taala juu ya ilmu na utambuzi. ujubu ibadati llah ala ilmin wa basira, wajibu wa kumwabudu Allah juu ya ilmu na utambuzi. Mwanamke kisalafi anatakiwa asimwabudu Allah kibubusa bubusa kwa kubahatisha bahatisha, bali anatakiwa jitambue hasa au na ilmu ya kile anachokifanya taqarruban ila Allah azza wa jalla, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani, sema nawaambia hii ni njia yangu na waita watu kwa Allah juu ya ilmu na utambuzi, mimi na wale wote watakaonifuata, mimi na wale wote watakaonifuata. kipindi natumia ile aya fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, jua hakijifundisha na ujue annahu la ilaha illa Allah, kwa hakika hapana abudiwaye kwa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhanbika walilmu'minin, nataka msamaha juu ya madhambi yako na madhambi ya waumini, kuonesha kwamba kabla hujaabudu hakikisha una ilmu. Nimefupisha adilla, sijataja maelezo mengine mlizifanya. Masaili mangapi tumesoma? manne. Masala ya kwanza, العلم النافع واجب على المرأة السلفية، علم المنفع ni jambo la wajib juu ya mwanamke wa kisalafi. مسألة ya pili, العلم النافع هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. علم منفع ni kitabu na sunna na yale ambayo walikuwa juu yake السلف الصالح. na masala ya tatu, ahamu alulumi ala almar'ati as-salafiyya, elimu za msingi, elimu za umuhimu juu ya mwanamke wa kisalafi. Elimu gani ambazo ni za msingi zaidi kwake mezitaja. na masala ya mwisho, ujubu ibadati llahi ta'ala ala ilmin wa basira, wajibu wa mwanamke wa kisalafi kumwabudu Allah juu ya ilmu na utambuzi.
hayo masaili manne pambana nayo mpaka kesho muda kama huu unaweza kueleza unaweza kuyaeleza kwa dalili zake. Ndio maana ya durus muhimma linnisa, masomo muhimu kwa wanawake. Haya yanatakiwa yawe muhimu kwako na uyahifadhi. Kwa hiyo nitakutajia tu masala تعلم العلم النافع واجب على المرأة السلفية والتي دليل. قال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يشاء. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.